Soma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. And then taenda katika kitabu cha Isaiah 43 verses 16 and then 18 na 19. Wacha tusome Mhubiri ndio Ecclesiastes. Tasoma. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Basi nisome Isaia 43. Isaia 43. Tasoma pale mstari wa 16. Tasoma. Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu. Mstari wa 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, ninatenda neno jipya, sasa halitachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Amen. Basi jioni ya leo ningetaka tushiriki neno la Mungu kwa ule muda ambao uko mbele yetu, na katika kichwa cha ujumbe ambao niko nao nimeandika indicators when God is taking you into new season. Indicators that shows God is taking you into a new season. Ishara ambazo hutokea za kukuonyesha ya kwamba Mungu anataka kuingiza katika majira mapya. Maana maisha ambayo tunaishi ni maisha ambayo yamegawanywa katika majira, na Biblia imetuelezea ya kwamba kuna majira ya kila jambo katika chini ya jua. Kwa hivyo linapofanyika, linafanyika kwa kusudi na kwa kipindi fulani. Kwa hivyo haiji tu, bali hii yote imepangiwa mwanadamu. Na katika kitabu cha Isaia, hapo tumesoma ya kwamba usikumbuke. So hapa inaelezea kwamba kuna kipindi cha kumalizia majira haya ili tufunguke tuingie katika majira mengine. Na ndipo ninaona pale katika ule mstari wa 19, tazama ninatenda neno jipya. Kwa hivyo namaanisha kwamba kuna majira yanafungwa na kuna majira mapya ambao yanaanza. Na ndipo anamwambia kwamba nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. So ni mtu ambaye anatoka katika majira haya na kuingia katika majira mapya. Na katika hali ya kuelezea niseme ya kwamba imekuwa ni gumu sana na imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa sisi wa Kristo kuweza kugundua na kuweza kutambua wakati kunakuwa na hali ya kubadilishwa kwa majira, katika kutoka majira haya na unaingia katika majira mengine. So hii ni issue ambayo imekuwa so challenging. Nimesema kwamba it's a bit challenging to recognize when season in your life is ending and you are entering into a new season. So hii kidogo imekuwa ni changamoto. So saa zingine unaweza ukajikuta kwa majira na huelewi kwa majira ipi, na ukamesi na ukakosa kufanya kile unastahili kufanya katika kipindi kile. Nafikiria kwamba sasa nilipokuwa nikihubiri nikaongea kuhusu ya kipindi cha transition. Ni ya kwamba kipindi cha kingine cha transition, hali saa ingine inakuwa imekaza sana na hali imekuwa ngumu, lakini nikasema ya kwamba it is good to cooperate with your transition. So wakati imefika kipindi hicho
ambao kuna changamoto kali, ni vizuri ukaweza kucooperate na kile ambao kinaendelea. So ni mpaka uelewe uko kwenye majira gani, na inasema ya kwamba each season has its characteristics, activities. Na kila season au kila majira kuna matukio yake huwa yanatokea, kuna mambo huwa yanatendeka, ila tu ni ya kwamba majira huwa yako na allocated time, they have a span of time, they has a duration. So mambo ambayo hutendeka wakati unapoingia, labda unapotoka katika majira haya na uingia katika majira mengine, ni ya kwamba kuna matokeo huwa inatokea, au kama ishara zinatokea za kukuonyesha ni kwamba uko karibu kuingia katika majira mengine. Na ndipo nasema ya kwamba na pia majira yako na kipindi chake. So majira yana kipindi chake ambao huwa inafika, na niseme ya kwamba kusudi la Mungu kuweka haya majira, Bwana asifiwe sana, maana katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28, that is a famous verse ambayo inasema ya kwamba mambo yote hutendeka kwa wema. So anasema mambo yote hutendeka kwa wema. Ni kwa watu wote au ni baadhi ya watu? Lakini Biblia ina tafsiri na kusema ya kwamba mambo yote hutendeka kwa wema kwa wale walioitwa na Mungu au waliochaguliwa na Mungu, au walioitwa na waliochaguliwa katika kusudi la Mungu. Hao ndio anasema ya kwamba jambo lolote linalotokea ukiwa kwenye majira ipi au majira ipi, maana niseme ya kwamba life is ups and down. Saa ingine ni majira hali ziko juu au hali ziko chini, lakini ukweli ni ya kwamba mambo haya yote hutendeka kwa wema kwa hao wanaompenda Mungu na walioitwa kwa kusudi la Mungu. Mambo haya yanapotendeka, so kila majira yanapokuja yako na mazuri kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. So nasema ya kwamba purpose for any season is to bring about maturity and fruitfulness. Kwa hivyo majira yanapokuja kuna mambo huwa yanatendeka, kuna fruitfulness, kuna kuzalisha, kuna kuongezeka, kuna mambo yatazaliwa, kuna mambo yatajengeka ndani ya mtu, kuna kuimarishwa, kuna kujengwa kiimani, kuna kujengwa kiakili, kuna kujengwa katika msimamo, kuna kujengwa katika mtazamo wa mambo. Bwana siwe sana. Ni hali zile ambao saa ingine linainuka na zinainuka kama zinataka kuvunja moyo, lakini hata hizo zinakuja ili zikalete matunda, kukaweze kuzaliwa mambo katika maisha yako. Na nikasema ya kwamba it's for a great productivity. Kwa hivyo inafanyika ili ikaweze kulete faida. Bwana siwe sana. Lakini nasema ni kwa wale wanaopenda Mungu na walioitwa kwa kusudi la Mungu. Wao ndio kwamba majira yote kwao huwa huletwa kwa mema, huletwa kwa uzuri. Mungu usababisha yaje kwa uzuri. Pengine kuna mambo natakana ukarekebishwe, pengine kuna mambo inatakiwa igeuzwe kwenye akili yako, kuna hali unataka kukuzwa, ukomazwe, uingie katika kiwango kingine, ili yale yaliyo mbele yako yanapokuja utakuwa uko fahamu. Na niseme ya kwamba ishara ambazo huwa zinatokea ambao unaweza labda ukiziona, yani hii nasema ya kwamba ukiziona anza kujiandaa ya kwamba ni kama unaingia kwenye mwisho wa majira haya ili uingie katika majira mengine. Na moja ya ishara ni ya kwamba there is a great urge for deep prayers. An urge for deep prayers.
Yaani wewe unajikuta ndani yako kuna msukumo umeingia ndani yako kwa nguvu sana katika hali ya maombi. Ukikaa tu unasikia kuna kiu ya maombi, unasikia kuingia kwenye maombi, unasikia tu kuomba. Hii ni hali ya maandalizi ya kwamba inaonekana kuna kitu kinaenda kutokea pale mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninapomtazama mtumishi wa Mungu Hana, na ningetaka tu nisome mstari mmoja katika Samueli wa kwanza mlango wa kwanza na mstari wake wa 9. Nitasoma. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Mungu akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala webe hautapita kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba, sema kudumu. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake ikasikiwa kwa huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Amen. Kwa sababu tunaelewa kisa cha Hana, mahali walikuwa wameenda hekaluni, ilikuwa ni jambo lilikuwa linafanyika, ilikuwa ni event ambayo ilikuwa ni ya kila mwaka. Walikuwa kienda huko Shilo kwa sababu ya ibada ambazo walikuwa wakifanya pale kwa kila mwaka. Kwa hivyo ni kwamba Hana na mume wake na mke mwenzake na labda na watoto wa mke mwenzake wote walikuwa na andamana kule Shilo. Ni mambo ilifanyika mwaka baada wa mwaka. Lakini tunaona hapa watu wamemaliza ibada na watu wamemaliza kula, lakini naonekana Hana kuna hatua ingine amechukua. Kuna kitu kimeinuka ndani yake, kuna msukumo umeinuka ndani yake. Anajaribu kutulia, hasikii kutulia, anasikia ndani kuna chemka msukumo wa kuomba. Yaani kama sauti namwambia sasa omba, ingia uombe. Bwana asifiwe sana. Unakuta tu ukijaribu kutulia unahangaika, hautulii, unasikia tu uombe. Na Hana akawa na hicho kipindi, akaingia kuomba na akaomba na akaomba na akaendelea na kuomba. Na kama vile tumesoma, tumeona vile alikazania katika maombi. Biblia inasema 12, ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, na Eli akamwangalia kinywa chake. So ni ya kwamba maombi yake kuna level aliinua. Bwana asifiwe sana. So ina maana zile siku zingine alipokuwa akienda, hakuna wakati tunaona kwamba ilitajwa baada ya ibada na sherehe yeye aliingia kwa maombi, lakini yeye akaingia kwa maombi na akainua madhabahu ya maombi kwa level isiyokuwa ya kawaida. Sio kwamba kuna mhubiri alihubiri ujumbe kuhusu maombi, maana kuna watu huwa wanakuwa stadi au wanakorogeka kwa maombi wakati labda kumehubiriwa na akasikia kweli, sasa nimesikia nimejaa na stahili kuomba. Lakini kuna hali inakuja hata usiku ukijaribu kulala, unajikuta umeamka na unaanza kuomba. Saa nyingine unasikia kwamba umeingia kwa dimi karibu masaa mawili, uko pale labda ni usiku. Bwana isiwe sana. Na tunaona dada yetu alipoomba, na katika hali hiyo Biblia inasema ya kwamba hata Eli kuhani alipomwangalia akaona hapa kuna jambo lisilo la kawaida. Biblia inasema ya kwamba hata maombi yake ilifika ni mdomo tu unaonekana vile unatembea, lakini sauti haitoki.
maana maombi haya yamechukua gia ingine. Haya maombi kuna kitu kiko mbele kinataka kuzaliwa. So unaposikia kwamba kuna level kama hiyo imeingia ndani ya maisha yako, jua ya kwamba kuna season Mungu anataka kuingiza. Hallelujah. Kuna kitu kinataka kuzaliwa. Maana nimesema kwamba in every season it is purposed for productivity, ili kaweze kuzalisha. Kuna kitu kinataka kuzaliwa. Na ndiposa ukienda kusoma katika conversation ya Hana na Eli, imefika Eli akaona aulize naongea na huyu dada, lakini dada amejieleza, ninamimina moyo wangu. Amina. Nimechukua hatua hii ya maombi. Na naamini kwamba labda alikuwa kiomba kwa sababu ya ukosa mwana, lakini hii ya mwaka huo ikawa imechukua gia kitofauti. Na mwishoe ndipo Eli akamwambia, hicho unapotamani ukaweze kupokea na uende na amani. Na mwishoe Biblia inasema ya kwamba na Hana tu alipoenda akakutana na mume wake, yeye akashika mimba. Baada ya miezi 9 hakuwa yule Ana wa kawaida. Ni mtu ambaye alikuwa ameingia in another season. Ni mtu ambaye alikuwa amepanda grade nyingine. Alikuwa ameingia katika kiwango kingine. Alikuwa ameingia katika heshima nyingine. Ninaona haitwi Hana tu, bali naona anaitwa Mama Sam. Maana kuna kitu kimezaliwa. Praise the name of the Lord. Maana nimesema ya kwamba mara nyingi tunatatizika sisi wa Kristo kwa sababu hatujaweza kutambua na kuweza kuelewa ya kwamba ninaingia katika majira mapya. So kuna ile hali ya maandalizi. Bwana asifiwe sana. So ninasema hivi ya kwamba ili ukisikia such an urge in you ya maombi sio ya kawaida, unasikia hii sio kawaida, hii sijai kusikia msukumo wa jinsi hii, ninasikia tu niende kwa maombi, nasikia tu niende kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. So na mimi nasema ya kwamba, ndipo nasema ya kwamba it is good to cooperate na hali kama hizi. Usipuuze, kwa sababu ukipuuza adui anaweza akachukua nafasi akakudhoofisha katika kile ambacho, maana pengine Hana ili apate mtoto, yale maombi ndio alizaa muujiza ule. Amina. Kwamba kama hangechukua nafasi hiyo ya kuomba, bado hangeingia katika hao majira mapya, katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na ndipo nakuta nasema ya kwamba hata mitume Yesu alipoondoka ili wapokee ujazo wa Roho Mtakatifu, kuna kitu kiliingia ndani yao cha maombi, kuingia kwenye chumba cha juu na kukaa siku kama 10 wakiomba na kuomba na kuomba. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya hiyo ni ya kwamba wao walipokea nguvu. Amina. So kunaweza ukaja huo msukumo wa maombi kwa kiwango sio cha kawaida, kama vile mitume walijikuta ya kwamba wamezama kwenye maombi, wameomba. Napokuja kufika ile siku ya 10, tunaona kile kilitokea. Biblia inasema ya kwamba ghafla kukatokea moto iliyoshuka kama dimi za moto na ikatua juu ya kila moja, wakasikika wakiongea na dimi. Kwa hivyo wakaingia katika season nyingine. Haleluya. Maombi walioomba iliwapa nguvu ya kuingia kwenye hiyo season, na wakawa ya kwamba wanaweza kukopu na hiyo season. Wameandalika kwa sababu ya hiyo season, kwa sababu ya haya majira ambao wanaingia ni majira ambao ni majira ya Mungu. Na wapendwa wale wakapokea ujazo wa kipekee na wakanena kwa lugha. Na kutoka mahali hapo ukiingia chapter 2 wakaanza kutandika injili. Biblia inasema kwamba kuanzia Yerusalemu, na kweli wakaanzia pale Yerusalemu, wanaume 3,000 wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema ya kwamba it is purposed for fruitfulness. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya kuzalisha mambo. Amina. For fruitfulness. It's about maturity. Hali ya mtu kukomazwa ili aimarike. Na pointi nyingine ya pili ambao nitasema ni ya kwamba there is unusual
unusual giving. Bwana asiwe sana. Unusual giving, hali ya kutoa. Kuna msukumo unaingia ndani yako, hali ya kutoa. Unajikuta kuna sauti. Ukijaribu kutulia, hausikii kutulia, maana kuna kitu kinagonga ndani yako, kwa sababu kuna kitu Mungu anaandaa. So anataka akupitishie katika laini hiyo, ili ukafanyike kuwa daraja, huo muujiza mahali utapitia ukiingia katika hiyo season nyingine. Kwa hivyo saa zingine unaweza ukapuuza hii sauti. Mungu ameweka hii sauti, hali ya kutoa. Na nasema ya kwamba sio kwa sababu kumehubiriwa kutoa. Kuna mtu ameongea kuhusu kutoa, mchungaji amehubiri hapa kuhusu kutoa, kulipa fungu la 10, kutoa sadaka, na akapeana mistari na akaichochea na akaisukuma mpaka ndugu ambaye alikuwa kama amefifia hali ya kutoa, sasa anakorogeka na inuka tena. Lakini siongei kuhusu hiyo, lakini nasema ya kwamba ni hii inakukuta tu. Unasikia kuna kiwango unahitajika ukaweze kutoa, kuna namna unahitajika ukaweze labda kubariki kazi ya Mungu, ukambariki mtumishi wa Mungu, vyovyote vile. Lakini kuna msukumo ndani yako, kuna sauti ambayo inakukosesha amani, maana unashindwa ni kwa nini. Yani ni kama unaangalia hii sauti inatoka wapi, lakini hata unapojaribu kuipuuza, ile sauti bado inakufuata. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ninaongea juu ya unusual giving, sio giving ya kawaida. I'm talking an unusual giving. Sijui kama uchai kufika katika kiwango cha msukumo wa jinsi hiyo, na ikifika hapo ujua kwamba kuna daraja, kuna kiwango Mungu anataka kuingiza, kuna season Mungu anataka kukuingiza. Na usipojua hali hii, unaweza usichukue hatua. So it is good to cooperate with that voice. Ukia jirani yako, cooperate with that voice. Hallelujah. Biblia katika kitabu cha Luka, niongea hii kwa sababu inaeleweka. Luka mlango wa 5, tunamuona Yesu, ni ile great catch. Tunamuona Yesu ameenda pale kwenye ile bahari, na ni asubuhi na mapema, na amekuta akina Petro wanafanya kazi ya uvuvi, maana hiyo ndio ilikuwa biashara yao. Walikuwa wamebobea katika hiyo biashara, na Biblia inasema ya kwamba walikuwa wakifanya uvuvi usiku kama ilivyo kawaida, na wakaendelea. Lakini kulipopambazuka asubuhi, hawakuwa wamefaulu kushika hata samaki moja. Nafikiri hata shura, naamini kwamba hata shura, kama haijaandikwa, naamini hata shura hawakuweza kushika. So wale jamaa wameabulia patupu, wamechoka, nyavu zimeshafuka. Yesu amekuta watu ambao mioyo yao imeinama, wanajaribu kuosha zile nyavu, wakipanga vizuri ili waende nyumbani warudi kesho. Na Yesu ndipo anatokea na anamkuta Petro, na anaongea na Petro, na anamwambia asongeze hizo chombo, maana Yesu anataka kuitumia ili aongee na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niseme ya kwamba hii ni jaribu kubwa sana, hali anaambiwa aweze kutoa. Yani ilikuwa ni hali ya kutoa, utoe hii machua yako. Na huyu mtu ambaye amechoka na ana hasira nyingi na ghadhabu nyingi kwa sababu ya ule uchovu na usingizi, anaandaa hizi nyavu ili aondoke aende akapumzike. Lakini mtu mwingine anakuja anamsimamisha na anamwambia hapana, nipe. So which means ya kwamba itabidi agoje mpaka amalize kuongea na watu ili arudishiwe ile mashua yake. Hii nasema ya kwamba sio rahisi. Amina. I'm talking about unusual giving. Alikuwa na sababu nyingi, lakini yeye ndani yake akaona wacha mimi nitoe, na akaitoa na ikaipeana. Bwana asiwe sana. Na baada ya hiyo ninashukuru kwa sababu Petro vile alivyokuwa amekuja kwenye bahari hakurudi akiwa hivyo.
vile alivyokuwa. Kwa sababu jambo la kwanza, kuna muujiza ulitendeka na akapata samaki wengi. Na sio hivyo tu, ninaona ya kwamba hakubaki vile tena, maana Yesu anasema ya kwamba hatabaki kuwa tu mvuvi wa samaki, bali sasa utakuwa mvuvi wa watu. Na kufua watu ni ya kwamba utatembea duniani kote ukihubiri habari njema. Bwana asiwe sana. I'm talking about a new season. Hallelujah. Signs that arises or symbols that can arise, or indicators that can arise, and when you see them, it's good to be sensible, to be sensitive, to know I am about to enter into a new season. So cooperate with that voice. Bwana Yesu asiwe sana. Kubaliana na hiyo sauti. So yeye akakubaliana na hiyo sauti na akafanyika kuwa mvuvi wa watu. Ninapotazama Biblia katika kitabu cha Wafalme wa Pili na mlango wake wa 4, I can see the Shunammite woman. Ninamwona mama mmoja ambaye ni Mshunami, amekaa miaka mingi, hajabarikiwa na mtoto, wamekaa mpaka wamezeka. Ijapokuwa walikuwa na mali nyingi na walikuwa matajiri, walifurahia maisha kwa sababu ya utajiri waliokuwa nao, lakini wao hawakuwa na mtoto na wakakaa hayo maisha. Na ninaona Biblia inasema ya kwamba na yule mama akaona tumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Bwana asifiwe sana. Hakuwa amemjua Elisha, hakuwa anafahamikiana na yeye, lakini ndani yake kuna sauti iliinuka. I'm talking about unusual giving. Hallelujah. I'm saying you cooperate with that voice. Hallelujah. So kumetokea sauti ndani yake na inamshawishi yule mama. Inaweza kuwa kwamba hilo jambo halikutokea tu siku ya kwanza, labda kulitembea siku kadhaa na akawa akiona, lakini hapa kuna sauti inamuinua na inamwambia kwamba ni lazima ahudumie yule mtumishi wa Mungu, na ndani yake akatii ile sauti. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba na akaenda akapanga na mume wake na akamwambia, kuna mtumishi ambaye amekuwa akipitia hapa, ninataka tumjengee nyumba. Bwana asifiwe sana. Naamini sio jambo la rahisi kujengea mtu nyumba. Amen. Lakini wao waliona kile mtumishi, maana huu ni mtumishi, kuna kitu amebeba, kuna mafuta amebeba, kuna neema iko ndani yake, na mimi ninasikia nijiunganishe na hii neema. So yeye sauti ikainuka ndani yake ya kwamba jiunganishe na hii neema, na akaona njia atakayoitumia ni kumjengea hiyo nyumba. Akapata msukumo wa nguvu sana, ndipo anamshirikisha mume wake ya kwamba tumjengee huyu mtu nyumba. Yamkini huyu ni mtumishi wa Mungu, tumjengee nyumba, na ndani ya hiyo nyumba tuweke kitanda, tuweke meza, tuweke kiti na tuweke taa. Bwana Yesu asiwe sana. Alafu kama ni kula na kula katika nyumba yao. So hili jambo haikuwa ni jambo rahisi. Kumbe ilikuwa inatayarisha huyu mama kumuingiza in a new season. I'm saying cooperate with that voice. Katika jina la Yesu Kristo. Huyu mama hakupuuza hiyo sauti, na ndipo yeye wakaandaa na mume wake na wakakubaliana na wakajenga na wakafanya vile hivyo kwa inatakikana. Lakini baada ya muda tunamuona mtumishi wa Mungu amesimama na kutaka kujua kwamba ndani ya hii nyumba ni jambo lipi linaweza kuwa kwamba ni tatizo kubwa, ni mapungufu gani katika hii nyumba. Hata wale wanasema hawana shida, lakini Gehazi anamwambia Elisha, ndani ya hii nyumba hizo siku zote tumekaa, sijai kusikia kukilia mtoto. Yaweza kuwa kwamba hawa watu hawana mtoto. Bwana Yesu asiwe sana. Na ndipo Elisha anasema kwamba yule mama akuje, na Elisha anatamka na kumwambia kwamba mwaka ujao wakati kama huu utakuwa umepakata mtoto. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So ninaamini kwamba yule mama anaingizwa in a new season. So kuna uwezekano, na unapoona mambo haya yakiwa ndani yako, napata huo msukumo, wacha kupuuza hiyo sauti
hiyo sauti inakuandaa kukuingiza kwenye season ingine Mungu anataka kukuingiza. Na kila season unaoingia iko na mavuno yake, iko na mazao yake, iko na mazuri yake, katika jina la Yesu Kristo. Na niseme jambo la tatu nikimaliza, pia kunakuwa na unusual attacks. Kunakuwa na mashambulizi yasiyo ya kawaida. Saa ingine unakuta kwamba kuna hayo mashambulizi kila upande na kila kona, kuna mashambulizi yanatoka. Na hiyo pia nikasema ya kwamba hiyo pia ni season kwa staili yake. Na nikasema ya kwamba kila season ni kwa sababu ya kuinua mtu aongezeke katika ukomavu, maturity, ni ili mtu pia akaweze kuwa na mwelekeo mpya, akaweze kuwa na mazao mapya, katika jina la Yesu Kristo. So katika Biblia ninapoangalia katika kitabu cha Daniel chapter 3, tasoma pale tasoma tu mstari michache. Daniel chapter 3. Danieli 3. Kuna mtu amefika hapo Daniel? Chapter 3 nitasoma mstari wa 20 na 22. Nasema hivi, nitasoma. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake, huyo ni Nebukadnezar, mashujaa wa jeshi lake, kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika lile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya lile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach, Meshach na Abednego. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasema juu ya unusual attacks, pressure, disappointment, pingamizi, vita ambao zinakuwa very severe, zinakuwa kali sana, zinakubana. Ukijaribu kuinuka huinuki. Lakini nasema ya kwamba all things work together for good to those who love the Lord and they are called the purpose of the Lord. Na mtu huyu ako kwenye pressure. Ninaona wapendwa hawa katika level ambao wamefika level ambao sio nzuri. Na hapa sio utani. Mfalme Nebukadnezar ameamurisha na akasema kuchongwe sanamu, na sanamu ikawa imechongwa na watu walikuwa wakiinamia ile sanamu. Lakini wapendwa hawa hawajainamia hii sanamu. Lakini tunaona sasa kuna hali ambayo imewapata, na hata wakapewa onyo. Na hata Nebukadnezar walipopelekwa kwake akapeana onyo. Lakini wao wanasema ya kwamba na ijulikane. Bwana asifiwe sana. So hawa wamejikuta katika mahali ni patatanishi. Hawaelewi, mambo imekuwa mangumu, na imeamrishwa, kauli imetoka kwa rais au kwa mfalme, na ameamuru kama hawainamii hiyo sanamu washikwe na wafungwe, wawekwe kwenye ile tanuru la moto. Watu huwa wanawekwa, nasema hao sio walikuwa wa kwanza. Hiyo tanuru ilikuwa imewekwa watu wengi na wakateketea mahali pale. Na kwa sababu Biblia inasema kwamba hasira za mfalme zilikuwa kali, moto ukaongezwa mara 7. So moto ukawa mkali, moto umetoka kule nje, makali ya ule moto inasikika kwa mbali. Biblia inasema ya kwamba Shadrach, Meshach na Abednego wakafungwa. Ninaona watu wanaofungwa, watu ambao wamehukumiwa kifo. Ninajaribu kuwatazama, akili zao
sijui zilikuwaje, lakini kama mtu, hata kama walikuwa na imani, lazima kuna kilio walisikia ndani yao, lazima kuna kuumia walisikia ndani yao. Saa nyingine nasikia kwamba kwani Mungu yuko wapi hata wakati kama huu? Si tumesimamia imani yake. So walikuwa na kipindi kingumu, wanataka kupitishwa kwenye moto. Na Biblia inasema ya kwamba wakashikwa na wakafungwa, na wale waliokuwa wamewabeba kuwatupa kwa moto, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya makali ya moto, ule moto uliwaraba, hata wale maaskari wote wakarabwa na ule moto, na wakatubukia ndani, wakachomekea pale na ule moto, na Shadrach, Meshach na Abednego wakarushwa kwenye moto. Bwana asifiwe sana. Hii ilikuwa ni ishara ya kwamba there is a certain season that is coming to an end in order to open a new chapter for a new season. Bwana asifiwe sana. And for the new season, its purpose is to make someone to be mature, ikalete mazao. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma mstari wa 26. Inasema hivi: kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni muje huku. Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego wakatoka katika ule moto. Nakumbuka ya kwamba walilala kwenye hiyo tanuru la moto, na maamiri na manaibu na maliwali na waziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadneza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. 29. Basi mimi mfalme ninaweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego watakatakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa njaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadrach na Meshach na Abednego katika wilaya ya Babeli. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So kabla Shadrach, Meshach na Abednego hawajakuzwa, hawajainuliwa, hawajapandishwa cheo, hawajaingizwa katika hiyo level nyingine, katika hiyo season nyingine, kulikuwa na hali ya maandalizi. Na ndipo nasema ya kwamba kuna ishara zingine ukiziona, anza kujiandaa, ujue ya kwamba yaweza kuwa ninatayarishwa, kwa sababu kuna kiwango Mungu anataka kuniingia. Ndipo nasema ya kwamba cooperate with that season. Bwana asiwe sana. Hao wapendwa walipoambiwa kwamba watatupwa kwenye tanuru la moto, wao waliona ya kwamba kile ambao kimepangwa kutufanyiwe, si tutakooperate na hiki, kwa sababu unajua kwamba Mungu yuko ndani ya huu mpango. Mungu hatuacha tuangamie. Praise the name of the Lord. Na Mungu akawa pamoja na wao hata kwenye tanuru la moto. Mungu aliona imani yao na akaonekana mahali pale. Biblia ukisoma hapo juu nasema ya kwamba hata Nebukadneza na watu wake walipoenda kuchungulia, wakakuta ya kwamba anasema kwamba tulitupa watu watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, lakini sasa tunaona kuna mtu mwingine wa nne ameongezeka, yamkini yaweza kuwa ni mwana wa Mungu. Bwana asiwe sana. Hallelujah. So haikuwa ni zoezi rahisi. Shadrach, Meshach na Abednego kila wanachokipitia, nataka niseme ya kwamba haikuwa ni kitu ambayo ilikuwa ni rahisi. Ilikuwa ni jaribu kubwa, lakini kumbe jaribu hiyo ilikuwa ni kumalizia season moja ili waingia katika season nyingine ya ushindi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na mfalme anatangaza na kusema ya kwamba kwa kila nimeona kwa hawa vijana, basi ninatangaza leo kila taifa na kila jimbo na kila kabila na kila lugha pasiabudiwe Mungu mwingine. Hata ile miungu mimi nilikuwa nimeinua, hata ile miungu ambao watu wa Babeli wamekuwa wakisujudia, pasiabudiwe Mungu mwingine. Ninaona jinsi Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego anavyotukuzwa, na anayemtukuza sio kamtu. Yule anayemtukuza ni mfalme. Mfalme amelazimishwa. Kuna hali zimemlazimisha, kwa sababu kuna watu wanaingizwa katika season nyingine. Hata mfalme anahusishwa katika kuvukisha hao wapendwa waingia katika hiyo season nyingine ya kuingia katika utukufu. Na Mungu akukumbuke kwa jinsi hiyo, ya kwamba atumie watu walio na sauti kwa sababu ya kuongea kwa niaba yako, ili uingie katika level Mungu anataka uingie, level ambayo iko na utukufu, level ambayo itasababisha utakuwa umekomaa, level ambayo itasababisha utapewa heshima, utaonekana, utasikika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So anasema pasiabudiwe Mungu mwingine ila Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Na pia ninaamuru kuanzia leo ya kwamba wapendwa hawa nimewapandisha cheo. Haleluya. Na ikisemwa na mfalme ile haipingiki. Haleluya. Lakini kumbuka, kabla hawajaingia hii, there was a very severe hard time. Bwana asifiwe sana. Opposition, threats, vitu vingi ambao ziliwaumiza. Kwa hivyo jioni yalo natia mtu wa Mungu nguvu ya kwamba katika kila majira kuna sababu. Amen. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kuomboleza na kuna wakati wa kufurahia. Haya yote ni majira yamepangwa chini ya jua, na hiyo majira ni lazima uyapitie. Lakini kila majira inayokuja imetayarishwa kwa sababu ya kusongeza katika level nyingine. Bwana Yesu awabariki sana. Baba wetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa uaminifu wa neno lako na nguvu iliyo ndani ya neno lako. Baba, ni asante maana umenijalia neema ya kuweza kunena na kanisa lako. Baba, ninaomba ukatutie nguvu. Fungua fahamu zetu na kuelewa kwetu, ya kwamba kila majira tunaokutana nayo, ewe Bwana, tukaweze kuelewa nyakati zetu katika hayo majira. Tuelewe ni lipi tunastahili kufanya katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kajifunue kwetu. Bwana, katutie nguvu hata majira ya wakati wa changamoto. Baba, tusione ubaya ndani ya hilo changamoto, bali tukaone uzuri wako uliofichwa ndani ya kila changamoto katika jina la Yesu. Wapendwa hawa hawakujua kwamba kwenye tanuru ya moto, kumbe Mungu ulikuwa pale, ulikuwa ndani ya ile changamoto waliokuwa wanakabiliana nayo. Lakini Mungu, nashukuru kwa sababu ulisababisha wakapata ushindi. Ninaombea mtu aliye mahali hapa, yaweza kuwa kwamba ako kwenye tanuru la moto. Mungu, ninaomba uwe pamoja naye, asiteketee. Wewe hukuruhusu wapendwa wale wateketee, ila wale maaskari waliteketea, na wao hawakufika kwenye mahali moto ulikuwa unatokota. Lakini Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako, uliwaokoa wapendwa hawa. Ninakuinua Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, ambaye mfalme Nebukadneza alitangaza pasiabudiwe Mungu mwingine. Baba, ni wewe unayestahili kuabudiwa. Baba, ni wewe unastahili kuinuliwa. Tunatangaza jioni ya leo, Bwana, unastahili kuabudiwa. Ni wewe peke yako unastahili kuinuliwa. Ni wewe peke yako unastahili kupewa sifa. Na mioyo yetu Baba inakupa sifa. Mioyo yetu Baba inakupa utukufu, na tunakusujudia kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni Mungu mwaminifu. Bwana, onekana katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen.